Kwanza ni habari za ulimwengu, msomaji ni Halima Nyanza. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa hotuba yake ya mwaka kwa taifa akipongeza kile alichosema ni mabadiliko ya nchi kwa miaka mingi. Ametetea sera yake ya ushuru wa forodha kwa bidhaa zinazoingia Marekani. Amezungumzia pia mipaka ya Marekani na kusema kuwa kwa sasa ndio salama zaidi kushinda ilivyokuwa, na kwamba hatua yake ya kuwachukulia hatua kali wahamiaji na uhalifu itaendelea. Hata hivyo, upinzani nchini humo wamelaumu kwa kusema uongo na kueneza chuki wakati yeye na familia yake wakijitajirisha. Abigail Spanberger ni gavana wa jimbo la Virginia kupitia chama kikuu cha upinzani cha Democrats. Rais wetu aliwapeleka maafisa wa shirikisho kwenye mafunzo duni katika miji yetu, ambapo waliwakamata na kuwaweka kizuizini raia wa Marekani na wale wanaotaka uraia wa Marekani, na kwamba wamefanya hivyo bila kibali. Wameleta vurugu kwa kuwatenganisha mama na watoto wao, kuwapeleka watoto kwenye vizuizi vya mbali na kuwaua raia wa Marekani katika mitaa yetu. Marekani inamaliza programu yake ya afya nchini Zimbabwe, ikiwemo matibabu ya watu 1.2 walioambukizwa virusi vya HIV. Zaidi na Omar Mkambara. Ubalozi wa Marekani jijini Harare umesema umejiondoa katika mazungumzo kuhusiana na makubaliano mapya katika sekta ya afya, ambapo ingetoa msaada wa dola milioni 367 kwa kipindi cha miaka 5. Marekani imekuwa ikijadiliana upya kuhusu msaada kwa Afrika baada ya rais wa nchi hiyo Donald Trump kusitisha shughuli za USAID. Kulingana na shirika la habari la AFP, Rais Emmerson Mnangagwa alitaka kusitishwa kwa mazungumzo hayo kwa sababu masharti ya makubaliano yanatishia uhuru wa Zimbabwe. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limetangaza vikwazo vipya kwa viongozi 4 wa kundi la wapiganaji la RSF nchini Sudan kutokana na ukatili uliofanywa katika mji wa magharibi wa El Fasher. Kamanda msaidizi Abdurrahman Hamdan Dagalo Abu Lulu, ambaye anajulikana kama muuaji wa El Fasher, ni miongoni mwa waliopigwa marufuku. Kundi la RSF kuteka mji huo Oktoba mwaka jana ilikuwa ni jambo la kikatili zaidi katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa takriban miaka 3 nchini Sudan. Wiki iliyopita Ujumbe wa Mataifa uliripoti kuwa uvamizi huo uliofanywa na RSF ilikuwa ni dalili za mauaji ya kimbari. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Umoja wa Mataifa umeonya kwamba janga la njaa nchini Somalia linazidi kuwa baya, huku watu milioni 6.5 wakikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Idadi hiyo ni karibu mara 2 ya ile ya mwaka jana katika kipindi kama hiki. Somalia inakabiliwa na ukame wa muda mrefu, mapigano yanayoendelea ya wenyewe kwa wenyewe na kupanda kwa bei ya vyakula. Ukosefu wa usalama pia umekuwa ukitatiza biashara na upatikanaji wa misaada ya kibinadamu. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa kuongezwa kwa haraka shughuli za ufadhili. Aliyewahi kuwa mkuu wa usalama nchini Sri Lanka amekamatwa kuhusika na shambulizi baya la bomu lililofanywa wakati wa sikukuu ya Pasaka mwaka 2019. Polisi nchini humo wamesema Meja Jenerali mstaafu Suresh Sali alikamatwa kuhusika na kula njama pamoja na kusaidia shambulio hilo la kujitoa mhanga lililoua zaidi ya watu 280. Hata hivyo, amekanusha madai dhidi yake kwamba alipanga milipuko hiyo ili kushawishi uchaguzi unaokaribia kumpendelea Gotabaya Rajapaksa ambaye alishinda na baadaye kuwa rais wa nchi hiyo na kumpandisha cheo Jenerali Asali kuwa mkuu wa upelelezi. Na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 anatarajiwa kutembelea nchi 4 za Afrika Aprili mwaka huu. Itakuwa ni ziara yake ya kwanza ndefu nje kwa mwaka huu wa 2026. Hii ni BBC. Msikilizaji, taarifa ya habari imesomwa kwako na Halima Nyanza akiwa studio zetu za Dar es Salaam, Tanzania. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kumbuka yanakujia kwako kupitia FM na vile redio shirika mbalimbali. Sasa kama uko nchini Tanzania, unaweza kutupata kupitia Radio Kwizera, Abudi FM, CGFM, Radio 1, Classic FM, Radio Free Africa, Lolionde FM, lakini kama uko visiwani Zanzibar basi ni Zenji FM. Nchini Kenya unaweza kutupokea kupitia Mwanedu FM, County FM, Nyota FM, Most FM, Pamoja FM ama vile Gulf Radio. Na kama uko nchini Uganda, basi unaweza kututegea sikio kupitia Radio Chitara
Voice of Busoga, Radio Lira, Radio Paidha, Voice of Karamoja, vilevile Voice of Muhabura, na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Lakini matangazo haya vilevile yako kwenye tovuti yetu ya bbcswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook mbashara ambao ni BBC News Swahili. Karibu tena. Leo hii watangazaji wako ni mimi Phyllis Mwate na mwenzangu ni Sarafina Robi. Karibu Sarafina. Asante sana Phyllis. Tukianza moja kwa moja ni kwa rais wa Marekani Donald Trump amesifu mwaka wake wa kwanza tangu kurejea katika ikulu ya Marekani, akisema ameongoza mabadiliko makubwa ya kihistoria. Katika hotuba ndefu zaidi kwa kutolewa ya hali ya taifa, alitetea sera yake ya kutoza ushuru wa forodha kwa bidhaa kutoka nje. Pia alisema kwamba mipaka ya Marekani iko salama zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Faida Ngaga na taarifa kamili. Members of the United States Congress, thank you very much. And to my fellow citizens, America is back. Ilikuwa ni hotuba ndefu kuwahi kuvunja rekodi na iliyosheheni mambo mengi kuanzia ndani ya nchi mpaka kimataifa. Masuala ya uchumi na biashara, uhamiaji na uhalifu, masuala ya sheria na haki za binadamu, afya na hata teknolojia na vita, bila kusahau michezo. Kiasi cha mwenyewe kukiri hotuba yake itakuwa ndefu juu ya mambo mengi atakayozungumza. It's going to be a long speech because we have so much to talk about. Rais Trump ameweka rekodi rasmi ya hotuba ndefu zaidi ya hali ya nchi, akitumia zaidi ya saa 1 na dakika 47 na kuipiku rekodi ya hotuba ya mwisho ya Bill Clinton mwaka 2000. Amepongeza pia kile alichosema kuwa ni mabadiliko ya Marekani kwa miaka mingi. Hotuba yake hiyo imekuja wakati ambapo kiwango chake cha kukubalika miongoni mwa wapiga kura kimeshuka, na ikiwa ni siku chache baada ya mahakama ya juu kupinga ushuru mpya aliotangaza. Akihutubia taifa, ametetea sera yake hiyo ya ushuru, akisema kuwa atatumia fedha zilizopatikana kupunguza ushuru wa mapato. Huku akitazamwa na wajumbe 4 wa mahakama ya juu, Rais Trump alidokeza pia kwamba uamuzi wao dhidi ya ushuru mwingi alioweka mwaka jana ulikuwa wa kukatisha tamaa na bahati mbaya. Amegusia pia mfumuko wa bei, akisema kuwa umeshuka. Akiangazia mambo ya ndani ya nchi hiyo, Rais Trump amesema mipaka ya Marekani kwa sasa ndio salama zaidi, lakini aligusia pia uhalifu ambao umedai kufanywa na wahamiaji wasio na vibali, ikiwemo mauaji, ajali mbalimbali na rushwa. Amesisitiza pia ukandamizaji wake dhidi ya wahamiaji na uhalifu utaendelea, na hakuacha kuitaja jumuiya ya Somali huko Minnesota. Lakini linapokuja swala la ufisadi, huu ni wizi kweli, ni uporaji kwa Wamarekani. Hakuna mfano mzuri zaidi kama Minnesota, ambako jamii ya Wasomali wameiba takriban dola bilioni 19 kutoka kwa walipa kodi wa Marekani. Tuna taarifa zote, na kwa kweli ni idadi kubwa zaidi ya hivyo. Na California, Massachusetts, Maine na majimbo mengine mengi, hali ni mbaya zaidi. Huu ndio aina ya ufisadi ambao unasambaratisha mfumo wa taifa. Akigeukia Iran, Rais Trump amesisitiza kuwa hatoiruhusu Iran kuwa na silaha za nyuklia, akiongeza kusema kuwa kwa miongo kadhaa imekuwa sera ya Marekani kutoruhusu Iran kupata silaha za nyuklia. Amesema licha ya mashambulizi ambayo Marekani imefanya katika maeneo ya nyuklia mwaka jana, Tehran ilikuwa ikifuata kile alichokiita tamaa mbaya. Amesema anapendelea kupata suluhu ya tatizo hilo bila ya kufanya shambulio lingine. Wameonywa wasijaribu kujenga upya mpango wao wa silaha, lakini wanaendelea kufuata matarajio yao mabaya ya nyuklia. Napenda tutatue tatizo hili kupitia diplomasia, lakini jambo ni moja tu hakika, sitawaruhusu kupata silaha. It's 19 hours. Rais Trump amelaumu pia mamlaka nchini Iran kwa mauaji ya maelfu ya watu wakati wa maandamano ya kupinga serikali. Licha ya hotuba yake hiyo kushangiliwa na kuungwa mkono na Republicans, Democrats wameiona kwa jicho la tofauti. Gavana wa jimbo la Virginia, Abigail Spanberger, amemshutumu Rais Trump kwa kusema uongo, kuweka chuki, kuvuruga watu na bila kutoa ufumbuzi wa matatizo yaliyopo. Amewataka wa Marekani kujitafakari kama kiongozi wao huyo anafanya kazi kuweza kuleta unafuu wa maisha. Gavana wa Democrats pia amelaani hatua alizochukua Rais Trump
kwa wahamiaji. Rais wetu aliwapeleka maafisa wa shirikisho kwenye mafunzo duni katika miji yetu, ambapo waliwakamata na kuwaweka kizuizini raia wa Marekani na wale wanaotaka uraia wa Marekani, na kwamba wamefanya hivyo bila kibali. Wameleta vurugu kwa kuwatenganisha mama na watoto wao, kuwapeleka watoto kwenye vizuizi vya mbali na kuwaua raia wa Marekani katika mitaa yetu. Licha ya urefu wa hotuba yake, Rais Trump alionekana kukwepa kuzungumzia mada zilizoleta machungu, ikiwa ni pamoja na maandamano ya Minnesota yaliyosababisha vifo na mamilioni ya nyaraka zilizomhusu marehemu Jeffrey Epstein ambaye alishtakiwa kwa makosa ya utumikishaji vitendo vya ngono kwa watoto, na pia suala la kisiwa cha Greenland ambapo mapema mwaka huu alisisitiza kuwa Marekani inakihitaji kisiwa hicho kwa usalama wake, hali ambayo ilizua mzozo na washirika wake wa Ulaya. Sasa Rais Donald Trump alitoa hotuba yake ndefu zaidi mbele ya bunge la Marekani kama alivyoeleza Faida Nganga, na ilidumu saa 1 na dakika 47, na aliwaambia wabunge kwamba Marekani inashinda tena, huku akiorodhesha mafanikio ya utawala wake. Miongoni mwao uchumi wa Marekani, gharama za maisha zilikuwa mada kuu katika hotuba hiyo. Trump pia alitoa madai kuhusu uhamiaji haramu pamoja na kumaliza mfululizo wa vita katika maeneo mbalimbali duniani. Wengi wamehoji kwamba mengi hayakuwa ya kweli. Awali nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Mobelo Bandio, anayeanza kwa kutoa tathmini yake. Lipi lilikuwa la wazi? Nafikiri swala la wazi ni kwamba alikuwa akiendelea kuzungumza na hadhira yake. Watu wamesema kwamba ni kama la kisiasa kwa sababu amezungumzwa katika mfumo kama wa kampeni. Watu wameona kama alikuwa katika uwanja wa siasa kwa sababu ni namna alivyokuwa akizungumza. Ameendelea kuelezea yale alikuwa anaweza wakati wa kampeni, ambayo yameelezwa mara nyingi kutokuwa kweli, na kama ambavyo alifanya pia wakati wa kampeni zake za kisiasa, ameendelea kuwashambulia wale waliokuwa wapinzani wake. Haujazungumzwa ukweli kamili, amejaribu kuzungumza ukweli tu ule ambao anafikiri kwamba base yake inaweza ikamuunga mkono, na hakika kuna vitu vingi ambavyo ameshindwa kuvigusia ambavyo watu wengi wanataka kujua, hasa kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula. Hajagusia sera mpya, hajagusia mabadiliko ambayo Republicans walikuwa wanatamani kuyasikia, na bado ameendelea kuwa sehemu kubwa ama katikati ya mjadala mzima wa yeye ni nani kwa taifa hili. Na wanachama wenzake ama wana Republican walikuwa wanatarajia kusikiza nini hasa kutoka kwake? Kwanza mkakati wa nini anataka kufanya katika swala zima la uchumi, kwa sababu kweli kwamba amesema kwamba tumerudi, uchumi ni bora, usio halisia wa mambo. Alikuwa nafikiri watu wangeweza kusikia ni nini anataka kufanya katika swala zima la uchumi. Pili, walitaka kuangalia baada ya kuwa ameshazungumza katika masuala ya mipaka. Watu wengi nafikiri wamekuja kugundua kwamba kuzuia watu katika mipaka haimaanishi kwamba ni maisha bora kwa mtu wa Marekani, kwa sababu maisha yamezidi kuwa magumu hivi sasa kuliko ambavyo ilikuwa. Kwa hiyo itegemea kwamba mbali na kusifia yale ambayo alikuwa amefanya, angeweza kuja na solution nini anaweza kufanya kwa ajili ya Marekani ambayo itakuwa bora zaidi, nafuu, ya usalama na inayosonga mbele. Lakini hakukuwa na jambo kama hilo. Kwa hiyo hii inaweka Republican katika wakati mgumu, hasa wale waliokuwa wanalazimika kusimama na kumshangilia, kwa sababu baada ya hapo watatokea kwenda kujibu katika majimbo yao na sehemu wanazotoka kwamba ni nini hasa kimefanya washangilie kama maisha ya watu hayako vile ambavyo yanatakiwa kuwa. Na tuangazie swala hili la uhamiaji. Amekuwa akisisitiza sana Rais Trump tangu hata aingie madarakani, na sasa alisisitiza swala hilo la ujenzi wa ukuta mpakani, kudhibiti uhamiaji. Je, mtazamo wake huu unaimarisha mshikamano wa taifa ama unaendeleza mgawanyiko? Kwa sababu tunaelewa kwamba tathmini inaonyesha wapo wa Marekani ambao hawana shida na sera zake za uhamiaji. Kwanza tuanze na ukweli kwamba hakuna Marekani ambaye anapinga kuondolewa kwa wahamiaji wasio halali, lakini wapo watu wanaotambua kabisa kwamba namna ambavyo hile inafanyika, namna ambavyo pia imeleta athari katika sehemu kama Minnesota ambayo hakugusia kabisa, hakugusia kile ambacho kinafanywa na ICE katika harakati zake. Aliendelea kusifia namna ambavyo aliweza kuweka majeshi katika baadhi ya miji hasa ya ambao viongozi ni Democrat. Kwa hiyo ile swala la nini kinafanyika, watu wengi hawana shida. Vipi kinafanyika ndio changamoto, na nafikiri hapo ameshindwa kutenganisha, kutambua angalau kuweza kuhalalisha kwamba kwa nini tunafanya hivi, kwa sababu ya nini ambacho wananchi wanakitaka. So ni kwamba unavyochukua vile kwa kutenganisha familia, kuchukua watu wengi kwa mkupuo ambao ndio wanafanya kazi za mashambani, na sasa bidhaa hazipatikani kwa sababu hakuna wa kuvuna na pesa na bidhaa inakuwa kubwa zaidi, hapo panakuwa na changamoto. Kwa hotuba yake hii ambayo ilikuwa ndefu mno, alichagua vile vile kuwakosoa, na hata wengine wanaona kama ni kwa kejeli wapinzani katika hii hotuba ya kitaifa. Je, hili utalizungumziaje? Ni kawaida kwa hotuba ya taifa ya rais anapozungumza kwamba ndio muda sasa anapata kuwakosoa wapinzani wake?
Ni kawaida kuzungumza mambo kadhaa. Moja, ni kawaida kujilinganisha na mpinzani wako, hasa katika miaka miwili ya mwanzo. Mtu anaweza akaelezea kwamba nilipoingia madarakani hali ilikuwa hivi na hivi na hivi. Ni jambo la kawaida, tulikuwa tukitegemea hilo. Tulitegemea pia kwamba Trump ata-inflate number kwa kiasi kikubwa sana. Amesema kwamba ndani ya kipindi chake ameingiza bilioni 18, ni bilioni 9 tu ambazo zinaonekana kwamba ziliingia, na hata katika hizo bilioni 9 sasa hivi kuna mashtaka mengi baada ya mahakama kusema kwamba ule ushuru alikuwa anaotoza haukuwa halali, kwa hiyo watu wanatakiwa warudishiwe pesa zao. Amezungumza kwamba alipata inflation ambayo ilikuwa katika rekodi haikuwa kweli. Kwa hiyo ni kawaida kwa mtu kuingia na kusema nilipata nchi katika hali hii na sasa tunaelekea hapa na tunaelekea kuzuri. Tatizo ni kwamba unapozungumza hivi ni vizuri kuwa na takwimu ambazo ni sahihi. Umetaja vilevile uchaguzi utakaokuja ama utakaofanyika hapo karibuni. Je, unadhani baada ya hili wale wapiga kura ambao hawakuwa na msimamo bado, unadhani huenda wakawa wameshawishika? Tatizo ni kwamba hajasema nini amefanya. Kuna ile dhana ya kwamba mtu hakwambii kwa ufasaha nini anachofanya, lakini kile anachokisema unaona kabisa hakipo. Unaponiambia kwamba sasa hivi watu wana pesa nyingi wakati mimi ninaona hali ilivyo, unaposema kwamba bei ya vitu imeshuka wakati mimi sasa hivi nikienda madukani ninaona bei ilivyo, kidogo inaleta shida. Kwa hiyo nafikiri, sidhani kama amejitendea haki katika namna ambavyo alikuwa akizungumzia vitu, kwa sababu katika vile alivyoweka takwimu zimekuwa zinadhihirishwa kutokuwa za kweli. Kwa hiyo nafikiri kulikuwa kuna mengi ya kujisifia ambayo hayaakisi shida halisi za mwananchi wa kawaida, na hii inawapa shida Republican, inawapa wasiwasi Republican kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula, hasa ukizingatia kwamba kulikuwa kuna tukio jingine la State of the Union lilikuwa linafanyika nje ya jengo lile, na hata hotuba iliyotolewa na Abigail Spanberg ambaye ni governor wa kwanza mwanamke wa jimbo la Virginia, akizungumza kwa niaba ya Democrats, alitoa baadhi ya takwimu ambazo zilikuwa zinaonyesha ni namna gani Trump ameweza kuondoa ukweli. Kwa hiyo kama Democrats wataendelea kukumbusha haya na kuendelea kukumbusha ahadi ambazo Trump alizitoa kipindi kile na sasa, uchaguzi wa katikati ya muhula unaweza kuwa mgumu sana kwa Republican, na wapo ambao wamehisi kwamba Mike Johnson jana alikuwa amekaa kwa mara ya mwisho kama spika katika utawala wa Rais Donald Trump, kwa sababu wanafikiri Democrat watachukua uongozi wa viti vingi katika baraza la wawakilishi. Ni mchambuzi Mubela Bandia huyo aliyezungumza na mwenzangu Felix Mwate. Na sasa tuelekee Somalia, ambapo Umoja wa Mataifa umetoa tahadhari kuhusu janga la njaa linalozidi kuongezeka nchini Somalia, ambapo inakadiriwa watu milioni 6.5 sasa wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, takriban mara mbili ya takwimu iliyorekodiwa mwaka mmoja uliopita. Hii ni kulingana na uchambuzi wa hivi punde wa ainisho ya awamu ya usalama wa chakula IPC na iunga mkono na Umoja wa Mataifa. Robert Kipto na maelezo zaidi. Matokeo hayo yanaonyesha kuwa zaidi ya watu milioni 2 wako katika viwango vya dharura vya njaa, hatua moja tu kabla ya kufikia baa la njaa kali katika kipimo cha ngazi ya 5 cha shirika la kimataifa la kukabiliana na njaa IPC. Maafisa wa kutoa misaada ya kibinadamu wanasema kuzorota huku kwa kasi kunatokana na mchanganyiko hatari wa ukame wa muda mrefu, migogoro na kupanda kwa bei za vyakula, hali ambayo imewaacha familia zilizo hatarini zikihangaika kuendelea kuishi. Mgogoro huo umechangiwa zaidi na kupungua kwa mvua wakati wa msimu wa mvua wa Oktoba hadi Disemba mwaka uliopita, jambo ambalo lilipunguza kwa kiasi kikubwa uzalishaji wa mazao na kukausha malisho ya mifugo. Wakulima wadogo na jamii za wafugaji wameathirika pakubwa, huku ukosefu wa usalama unaoendelea kushuhudiwa ukifuruga njia za biashara na kupunguza upatikanaji wa misaada ya kibinadamu katika maeneo mengi nchini Somalia. Shirika hilo la IPC limeonya kuwa zaidi ya watoto milioni 1.8 walio na chini ya umri ya miaka 5 wako katika hatari kubwa ya utapiamlo katika miezi michache ijayo. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia